Simba wasisindikize mwanafunzi bweni bila tranka. Wanakitazama kikosi chao kama saa mbovu ambao wakati mwingine nasema ukweli. Simba hii mpaka ilipofika, baadhi ya mashabiki wengi wa Simba wanaona kama ni timu dhaifu sana. Anasema wasipeleke mwanafunzi bweni bila tranka, tafsiri yake Simba hawana fainali nyingine kubwa zaidi ya hii. Mechi away waende kama nyumbani kwa sababu ni mechi ya fainali. Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines, mimi naitwa Dickson George na huu ni mwendelezo wa taarifa zetu za kimichezo. Yote kwa yote tutazungumzia baada ya wekundu wa Msimbazi kuvuka kwenda hatua ya fainali katika kombe la shirikisho, ikiwa wameungana na Young Africans msimu ule na wenyewe walivuka kufikia hatua hiyo, na wekundu wa Msimbazi nao pia wamefika katika hatua hiyo. Yote kwa yote tuko na Zuberi Mkalaboko, kocha wa mpira, atatueleza ni kwa namna gani Simba anaenda kukutana na RS Berkane, tutarajie nini. Zuberi Mkalaboko, uko vizuri? Niko fresh. Kwema kabisa. Kwema, namshukuru Mungu, safi tu. Bwana, RS Berkane mbele ya mnyama Simba katika fainali ya kombe la shirikisho, tutarajie nini kwao? Matarajio hakuna kingine zaidi ya ushindi. Lakini Simba wasisindikize mwanafunzi bweni bila tranka. Baadhi ya mashabiki wao, baadhi ya viongozi wao wanakitazama kikosi chao kama saa mbovu ambao wakati mwingine nasema ukweli. Simba hii mpaka ilipofika, baadhi ya mashabiki wengi wa Simba wanaona kama ni timu dhaifu sana. Wanaona kama timu ambayo haistahili inachokipata. Kwa wakipata matokeo ndio wanadhani wana timu nzuri. Huko ni kumsindikiza mwanafunzi bweni bila tranka. Kitu ambacho Simba wakiepuke. Hii timu imefika hapa kwa ubora, wala sio kwa dhana inajengwa. Hatukatai, mnaweza kuwa mnajificha kwenye kitaka cha kujenga. Hivi kocha anayejenga timu anakuaje? Ni kocha tu anayesajiliwa kwenye timu anaanza timu pre-season? Timu hii inajengwa na wachezaji wa namna gani? Hii timu imeleta wachezaji wote wenye uzoefu. Kwa mfano jana kwenye finali, Pimpini kama alishawahi kucheza nusu finali na Horoya. Hana ugeni. Fabrice Wamba Ngoma kacheza finali mara mbili. Kacheza na AS Vita wakuchukua, kacheza na Casablanca wakachukua. Kwa wanayo timu ya kuweza kushinda finali. Wajiandae kwa mapambano ya kushinda finali. Na timu yao hii ambayo imewatoa Stellenbosch, watu wakisema Stellenbosch dhaifu, potelea mbali. Wao waende na timu yao hii ndio ya kuwapa finali na ndio iliwafikisha finali. Sasa kinachoendelea ni kama unataka kumpeleka mwanafunzi bweni bila tranka. Yaani mna timu kama muiamini hivi. Inapopata matokeo ndio mnaona timu yenu. Juzi hawa wachezaji wa Simba Sports Club, mashabiki wa Simba Sports Club, mechi wakati mwingine zinaweza zikawa zina change kidogo. Unajua kwenye football wanasema kuna ile tunasema reaction ability. Wakati mwingine inaweza kuwa positive reaction ability au negative reaction ability. Kuna mechi mnaweza msiwe katika ubora wenu. Haina maana nyinyi hamna timu bora wala hamna wachezaji bora. Lazima mkumbuke mchezo wa mpira wa miguu una nyakati zake. Mechi ya juzi hapa Jean Charles Ahoua akawafungia goli. Reaction ya Jean Charles walikuwa wanakwenda kufunga goli tu moja ambao walikosa. Ilionekana mechi nzima hana maana. Lakini mchezaji ambaye alikuwa na 8.5 ndio mchezaji alifanya matukio mengi ya mechi uwanjani. Mechi ya jana Jean Charles Ahoua kafanya mambo mengi uwanjani. Watu wamemtafutia anwani mchezaji mvivu. Hivi mchezaji mvivu na mchezaji himilivu unamtathmini kwa anayepiga chenga sana ama anayechezaji? Mchezaji kwenye football tunaangalia zile tactical moment, sprinting moment, anasaidiaje timu ina mpira, timu ina mpira. Bila kujalisha yake ona mpira anazunguka watu wangapi anapiga chenga. Mechi iliyopita ya Stellenbosch na Simba, aliyeongoza kugusa mipira mara nyingi kwa usahihi alikuwa Jean Charles Ahoua. Wengi wanadhani ni mpanzo kwa sababu anazunguka na watu kama pia. Anazunguka nao, lazima watu wawe na heshima. Lakini timu yao ndio hii. Na nasema wasipeleke mwanafunzi bweni bila tranka, tafsiri yake Simba hawana fainali nyingine kubwa zaidi ya hii. Tena hii ni ya kihistoria zaidi ya miaka 33. Kwa hiyo wajikusanye, wajipange, waombe msaada wa mashabiki wa Simba. Wana mechi kubwa mbili, wana mechi away. Wanacheza Renaissance Sportive Berkane, ndio RS Berkane wale. Renaissance Sportive Berkane wana mechi away, waende kama nyumbani kwa sababu ni mechi ya finali. Waiombe serikali, mashabiki wa Simba hawa, hii ndio finali yao. Lakini tabia yao, timu yao ina kama mwanafunzi anapelekwa bweni bila tranka. Hawaoni kama ina thamani. Iki mechi mtu akisema hafai huyo, hatufai huyo, mpaka viongozi wanaandika comment. Lazima tutafsiri mchezo wa mpira kwa kubwa. Hawana timu inayojengwa. Wana timu walioimarisha. Wana timu yenye ubora ambao unaonekana sasa. Tulikuwa tukikosoa Simba, hatukosoi kama timu mbovu.
tunakosoa kama timu bora ambayo haionyeshi ubora wake. Wengi tukisema mara nyingi. Lakini tuna mashabiki wa mpira ambao walivyo yani kama mkaanga mahindi mpaka tie puf puf ndo naamini ameiva. Mkaanga mahindi washabiki wengi wa mpira wa nchi. Mkaanga mahindi mpaka ukaanga bisi ukikaanga puf puf ndo naamini zimeiva. Lakini una bisi sasa kaanga wanasipiga kelele. Ikawa imeiva, inakaushwa kwenye oven. Football team tunataka ishinde, ikisiposhinda ikikosolewa ndio hivyo. Lakini kuna wakati timu unaweza kusema ishindi kwa sababu ya madhaifu yake. Simba hawana timu nyingine ya kucheza finali ndio hii. Na sasa hivi wakumbuke, hii ndio timu yao bora kuliko zote. Si ndio wamefika finali ya shirikisho. Kwani hawajacheza shirikisho, wanaongea kucheza shirikisho, mbona ishaga hatua za awali? Kipindi cha nyuma timu ambayo ilitoa Zamalek mbingwa mtetezi wala kufika hata hatua ya robo finali. Tu kwenye makundi huko ndo walitoa, wakachemka sijui, haikufika hata nusu. Sasa wamefika nusu wako finali. Na hapa ndio sehemu pekee Simba wasicheze wakiwa wanatetemeka. Maana Simba wamepiga hatua hii bado wanatetemeka. Simba waache kutetemeka. Washakuwa kwenye finali. Akili ni kuchukua ubingwa. Wajifunze mapungufu yaliyotokea kwa Yanga. Hesabu za mechi tutamalizia ugenini. Hii ni finali jamani. Yanga alibia shughuli hapa akaenda kwa kuvurugiwa huko. Mechi ya kwanza iko Morocco. Kwa Mkapa atoki mtu sio kwa kupigwa goli 4 mpaka 5. Pale Zamalek pale kwa Sibarikane ni kama mchimba kisima unaingia mwenyewe. Sasa lazima Simba kutoa mechi tofauti wana uwezo. Na naamini mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba, wa Tanzania, dua zao ni kuhakikisha hii finali wanaiendea katika utulivu, wasiende kama kumsindikiza mwanafunzi wa bweni bila tranka. Mizigo ataenda kuweka mezani. Kocha Mkalaboko, tunaweza tukasema nidhamu ya Fadu Davids imechangia sana kuifikisha Simba hapa ilipo. Kocha anategemea wachezaji. Ukisikia mtu anamtaja kocha peke yake, quality ya wachezaji ndio inampa matokeo kocha. Mchukue Fadu akafundisha Kiruvya United kama itafika hapa. Watu waache kukosa heshima kwa wachezaji. Na baadhi ya wachambuzi waache kuwakosea heshima wachezaji. Players make a system. Ndio watu wa mpira duniani kote tunaamini. Players make a system, not a system make a player. Kocha atafundisha wachezaji ndio wakacheze kiwanjani. Na wachezaji wakitekeleza maelekezo ya kocha ndio wachezaji wanaomsaidia coach. Sawa sawa. Sasa wewe unawezaje kuamini kwamba kocha peke yake ndio anacheza? Ni kocha kupitia wachezaji. Wachezaji wamesaidia, hata waliosajili wachezaji wanaisaidia timu. Sasa Fadu Davids 50% kwa maana ipi? Kwani hakuna kocha anafundisha wachezaji mbinu na wanafunga watekeleze mbinu? Kwa execute. Tactical execution. Sasa tunapozungumza mpira wa miguu, ubora wa timu unatokana na majukumu ya wachezaji kubeba mbinu za mwalimu. Sio mwalimu eti anawaficha mbinu wachezaji. Leo mchukue Fadu akatufundishia Kiruvya United, itafika pale. Kwa watu wawe na heshima ya ubora wa wachezaji wa Simba na nidhamu ya kocha wao. Kusema kocha peke yake, mbinu za kocha, makocha wote wana mbinu duniani. Kuna wakati mbinu hazibebeki kwa wachezaji. Unajua kocha anatoka na wachezaji agombana na wachezaji. Anafundisha wafundishiki. Au hawajifunzi yale anayofundisha kocha. Kwa kwanza ni kuheshimu hao wachezaji. Kuna makocha wachezaji wa Simba wana mafanikio kuliko Fadu. Ngoma yule ana vikombe, kocha hana hata vikombe. Kocha mzuri katengeneza timu ambayo inaweza kurahisisha kazi yake. Sio kwamba kocha peke yake anafanya kazi, ni makosa ya kuzungumza hivyo. Kocha mzuri yoyote anafanya kazi na wachezaji wazuri. Na kocha mbovu akifanya kazi na wachezaji wazuri anaharibu timu, akija mwingine anafanya nao vizuri. Tafsiri yake ni kwamba kwenye football kila mtu anayo nafasi. Bahati mbaya tunazungumza mpira kama sanaa. Hilo kabisa mtu anashipaza shingo kwamba Fadu kaipeleka timu 50%. Alafu wachezaji hivyo nadharia zako. Sisi walimu tunafundisha elementary complex match like. Umefundisha tu elementary complex match like, alafu waache aende kutekeleza kiwanjani. Anaenda kuumia kiwanjani nani? Mwenye endurance si mchezaji. Anayefuata maelekezo ya kwako na si mchezaji. Wewe unakuwa kama remote tu umekaa kule. Kwa hiyo unaangalia remote, unaangalia TV. Wewe una TV kwako. Unaangalia remote. Kwa hiyo unabonyeza unaangalia remote. Naangalia TV. Sasa TV ni nani? Si wachezaji. Kwa hiyo inaokuonyesha ni TV au ni remote? TV. Vikisaidiana na nini? Na remote. Kwenda kubadilisha channel. Sasa kwa nini tuseme TV, tuseme kwamba remote ndio inatufanya tuone TV yetu? Kwani bila remote kuna wakati kocha anaweza kafukuzwa na watu wakapanga timu wakashinda. Uongo kweli? Watu wawe na heshima na football katika science ya mpira. Coach anafanya kazi na wachezaji. Wachezaji wakiwa dhaifu wanaweza simpa matokeo kocha.
Shukrani sana Zuberi Mkaraboko. Asante sana, asante sana. Mtazamaji wa Bongo Headlines, huyo ni kocha Zuberi Mkaraboko. Tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na wekundu wa Msimbazi baada ya kukata tiketi yao kwenda fainali na kucheza na RS Berkane. Tutarajie nini? Na hicho ndicho ambacho ametupa picha kocha Zuberi Mkaraboko. Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera yupo Medadi Mandoro. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Asante.